Kitabu cha Yoeli sura ya 3. Naam, watu wa Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro. Ninaofuraha kuwakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Siku ya leo tunaenda kutamatisha kitabu cha Yoeli kwa kuisoma ile sura ya 3. Unaweza pia ukaendelea kusoma kitabu hiki kwenye channel yetu ya YouTube na Facebook inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwele. Ukiingia YouTube usisahau kusubscribe, na Facebook pia usisahau kufollow. Itakupa nafasi kuendelea kusoma zaidi neno la Mungu. Tusali ili tuweze kuanza rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo unaotupa nafasi kwenda kusoma neno lako. Tunaamini Mungu wewe ni mkuu, unaweza yote, na wala hakuna Mungu mkuu aliye kama wewe. Tunaomba toba Bwana kwa ajili ya kila maeneo ambayo tumekukosea na kukutenda dhambi. Tunaomba huruma ya Mungu itusafishe. Roho wa Mungu karibu mahali hapa, utuwezeshe Baba kuweza kusoma neno lako, na kila mmoja muangazie uelewa ili sote tuweze kulifahamu. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Word Project. Kumbuka ni kitabu cha Yoeli sura ya 3. Mlango wa 3. Kwa maana angalieni, siku zile na wakati ule nitakapowarudisha mateka wa Yuda na Yerusalemu, nitakusanya mataifa yote, nami nitawaleta chini katika bonde la Yehoshafau, na huko nitawahukumu kwa ajili ya watu wangu na kwa ajili ya urithi wangu Israeli, ambao wamewatawanya kati ya mataifa na kuigawanya nchi yangu. Nao wamewapigia kura watu wangu, na mtoto mwanamume wamemtoa ili kupata kahaba, na mtoto mwanamke wamemuuza ili kupata divai wapate kunywa. Naam, na ninyi ni kitu gani kwangu, enye Tiro na Sidoni na nchi zote za Filisti? Je, mtanirudishia malipo? Au mtanitenda neno lolote? Upesi na kwa haraka nitawarudishia malipo yenu juu ya vichwa vyenu wenyewe, kwa kuwa mmetoa fedha yangu na dhahabu yangu, nanyi mmevichukua vitu vyangu vyema vipendezavyo na kuviingiza katika hekalu zenu. Tena watoto wa Yuda na watoto wa Yerusalemu mmewauzia Wayunani, mpate kuwahamisha mbali na mipaka yao. Tazameni, nitawaamsha wapatoke mahali mlipowauza, nami nitawarudishia malipo yenu juu ya vichwa vyenu wenyewe. Na mimi nitawauza wana wenu na binti zenu, na kuwatia katika mikono ya wana wa Yuda, nao watawauzia watu wa Sheba, taifa lililo mbali kabisa, kwa maana Bwana ndiye aliyesema neno hili. Tangazeni haya kati ya mataifa, takaseni vita, waamsheni mashujaa, watu wa vita na wakaribie, na wapande juu. Yafueni majembe yenu yawe panga, na miundu yenu iwe mikuki. Aliye dhaifu na aseme, mimi ni hodari. Fanyeni haraka, mje, enyi mataifa yote, wapande zote, jikusanyeni pamoja. Na huku watelemshe mashujaa wako wote, Bwana. Mataifa na wajihimize, wakapande juu katika bonde la Yehoshafau, maana huko ndiko nitakakoketi ni wahukumu mataifa yote yaliyo pande zote. Haya, utieni mundu, maana mavuno yameiva. Njoni, kanyageni, kwa maana shinikizo limejaa, mapipa nayo yanafurika, kwani uovu wao ni mwingi sana. Makutano makubwa wamo katika bonde la kukata maneno, kwa maana siku ya Bwana ikaribu katika bonde la kukata maneno. Jua na mwezi vimetiwa giza, na nyota zimeacha kuangaza. Naye Bwana atanguruma toka Sayuni, atatoa sauti yake toka Yerusalemu. Na mbingu na nchi zitatetemeka, lakini Bwana atakuwa kimbilio la watu wake, na ngome ya wana wa Israeli. Hivyo ndivyo mtakavyojua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, nikaaye Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Ndipo Yerusalemu atakapokuwa mtakatifu, wala wageni hawatapita tena ndani yake kamwe. Tena itakuwa siku ile ya kwamba milima itadondoza divai tamu, na vilima vitatiririka maziwa, na vito vyote vya Yuda vitatoa maji tele. Na chemchemi itatokea katika nyumba ya Bwana, na kulinywesha bonde la Shitimu. Misri itakuwa ukiwa, na Edomu itakuwa jangwa tupu, kwa sababu ya dhuluma waliowatenda wana wa Yuda. Kwa sababu wamemwaga damu isiyo na hatia
katika nchi yao. Bali Yuda atadumu milele, na Yerusalemu tangu kizazi hata kizazi. Nami nitaitakasa damu yao ambao sijaitakasa, kwa maana Bwana ndiye akaye Sayuni.